روى الإمام مالك في موطأ. Hadithi ameipokea Imam Malik katika kitabu cha Muwatta, hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasul alayhi salatu wassalam fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Maneno haya anayapokea Ibn Abbas na yeye akiyapokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume mwenyewe ameyapokea kutoka kwa Allah. Maneno yenyewe, ndugu zangu katika imani, mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala atanadi siku ya kiyama. Allah atanadi siku ya kiyama kwa kusema aina almutajalisina fiya, wako wapi wale ambao walioketi kwa ajili yangu? Alyawm udhilluhum yawma la dhilla illa dhill, leo niwafunike na kivuli changu, siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipo kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu, vikao kama hivi vina kheri kubwa kwa mtu kujizuia kwa dakika chache na akatiania kwamba anaketi kwa ajili ya Allah. Anaweza asistafidi kwa yale ambayo tunayozungumza ya kumbushana kibinadamu, lakini kitendo cha yeye kukaa akaizuia nafsi yake kwa muda mfupi kwa ajili ya kusikiliza yale ambayo atakayojaliwa kuyasikia, faida yake ni kubwa mno. Ndugu yangu katika imani, sote kwa pamoja tunahitajia huruma ya Allah siku ya kiyama. Si mimi tu mzungumzaji, wewe unayenisikiliza, bali hata mitume wa Allah. Siku hiyo ambayo Allah ameielezea ndani ya Qur'an kwa aya nyingi ambazo wewe Muislamu unazisoma na unazifahamu. Miongoni mwa aya Allah anasema akizungumzia hali ile, yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, watu wanatoka katika matumbo ya kaburi kana kwamba nzige, hawajui wanatoka wapi wanaenda wapi, kila mmoja ya rabbi nafsi nafsi nafsi. Kwa miongoni mwa wale ambao watapata huruma za Allah ni wale ambao wamechukua muda wao, nyakati zao, wakazitenga kusikiliza maneno ya Allah. Allah atujalie tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, kwa dakika hizi chache, kwa msaada wake Allah, nimependa nizungumze na ndugu zangu katika imani, mashekhe zangu, kaka zangu, tuzungumzie moja katika wasia ambazo wewe Muislamu unazifahamu mno miongoni mwa wasaya nabawiya, wasia za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Leo nimezungumza Masjidi Sahaba, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Nimezungumza Masjidi Sahaba, moja katika wasia wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam unaofungamana na subra. Magharibi hii nazungumzia wasia miongoni mwa wasia min amini sama ila amini al-ard, wasia unaotoka kwa Jibril ambaye ni aminu sama, unakwenda kwa aminu al-ardh Muhammad bin Abdullah sayyid al-awwalin wal-akhirin alayhi salatu wassalam. Wasia huu msikiti mzima unaujua, kila wakati tunausikia na kila wakati tunausema wasia huu katika ndimi zetu. Wasia huu ambao ni wa Jibril, ma rawahu al-Imam Hakim fi mustadrakihi من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنا سمع متى محمد صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل، أمني أنبيا ميمي جبريل عليه الصلاة والسلام، أمني أمين السماء، أنا منبيا أمين الأرض، kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammadin
sallallahu alayhi wasallam, sahibu shafa'a. Anasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqahu wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bi wa'lamu anna sharafa al-mu'min qiyamuhu bil-layli wa izzahu istighnahu 'anil nas. Haya maneno matano yanayotoka kwa Jibril anampelekea Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na Mtume anaufikisha kwa umma wake ili mimi na wewe tuweze kuwaidhika. Ni lazima tushikamane na wasia kama huu, kwa sababu mfumo wetu wa maisha yetu unahitaji sana tupate muongozo wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu katika imani, wasia huu ambao Jibril anamwambia mtume wetu Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit, ishi utakavyo katika huu ulimwengu kadri Allah atakavyokuwa amekujalia kuishi katika ardhi hii, lakini ipo siku atakuja malakul maut, atakuja kukutoa roho yako. Maneno haya tumezoea sana kuyasikia katika ndimi zetu, tunazitamka, na katika masikio yetu kila wakati, ndio ambayo tunayapokea kila wakati. Lakini ukiyapima katika mizani, achilia mbali yanatoka kwa kipenzi wa Allah na mwalimu wetu, yanahitaji mazingatio yaliyokuwa makubwa. Lakini ndugu yangu katika imani, sisi kila siku tunawazika vipenzi vyetu, kila siku tunashuhudia jeneza baada ya jeneza. Lakini mazingatio gani ambayo mimi na wewe leo tunayachukua ya kujiandaa na safari hii adhim ya kutana na Mola wetu? Ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Ukiusoma msahafu mwanzo wa sura mpaka mwisho wa sura, kuanzia surati al-Fatiha mpaka surati an-Nas, ndani ya msahafu, hebu angalia ndugu yangu, aya ya mwisho kuteremka imekuja na ujumbe gani? Aya ya mwisho kuteremka ndani ya Qur'ani inakuja na ujumbe mzito ambao unamkhofisha kila moyo wa mu'min. Lazima aogope kama walivyoogopa wale ambao waliotangulia mbele ya haki, masahaba ridwanullahi alayhim na walokuja baada yao. Aya ya mwisho iliyokuja ndani ya Qur'an kama ilivyokuja inda al-Bukhari min hadithi Bara ibn Azib radiyallahu anhu, aya ya mwisho kuteremka kauli yake Allah tabaraka wa taala, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ndugu yangu katika imani, ebu ifikirie aya hii, ebu izingatie aya hii, ebu ipe nafasi au upe nafasi moyo wako wa kuitafakari aya hii ambayo ndio aya ya mwisho kuteremka ndani ya Qur'ani. Ebu angalia ujumbe ambao unaokuja ndani ya aya hii, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, tahadharini, ogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah. Yani Allah amekupa fursa ya kuishi katika ardhi hii, katika mgongo wa ardhi, kisha Allah akakupa rasilimali ya pumzi zako uitumie kupata manufaa ya kusaidia mbele ya Allah. Kisha Allah anakuambia wewe Muislamu, anamwambia kila mwanadamu, ogopa siku ambayo utakayorejeshwa kwa Allah. Lakini kifo ingelikuwa ni kufa, mtu anakufa tu,
ingelikuwa ni sahali na wepesi mno. Lakini aya inaomalizia thumma tuwaffa kullu nafsi ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi ikalipwa kwa lile jambo kwa kila jambo ambalo alokuwa amelifanya, amelichuma katika mgongo wa ardhi, hali ya kwamba hatodhulumika mtu kwa lolote, hatodhulumika mtu kwa lolote. Angalia mizania, yani kwanza kurejeshwa kwa Allah, lakini la pili kusimamishwa kwenye mahakama ya Allah, kisha wewe ukakabiliana na mfalme wa wafalme ambaye ni Allah, akakuuliza kutokana na rasilimali ya pumzi alokuweka katika mgongo wa ardhi. Waja wema waliokuwa wametangulia, mmoja wao Ibrahim Taimi alayhi rahmatullah, mwanachuoni mkubwa na ni mmoja katika maulama wa hadithi ambao Imamu al-Bukhari kapokea hadithi nyingi zimepita kwa Ibrahim Taimi alayhi rahmatullah. Miongoni mwa hadithi mashuhuri ni hadithi ambao ndio nguzo ya matendo yetu yote, innamal a'mal binniyat, ambao imepitia kwa Ibrahim Taimi alayhi rahmatullah. Baada ya kuisoma aya hii, akaitafakari aya hii, akasema shay'ani qati'anni ladhata dunya, mambo mawili yanakata kabisa kwangu mimi starehe, ladha ya maisha ya ulimwengu. Kila nikikumbuka mambo mawili haya, yanakata kabisa ladha ya starehe ya maisha ya ulimwengu. Dhikrul maut, nikikumbuka kifo. Yani itakuwaje siku ambayo malakul mauti anakuja kunitoa roho yangu? Siku hiyo anakuja malakul mauti kuitoa roho yangu. Je, Mola wangu atakuwa mwenye kuniridhia au atakuwa mwenye kunihasirikia? Itakuwaje siku ambayo malakul mauti anakuja kuitoa roho yangu? Je, uchungu wa mauti utakuwa katika hali ya namna gani? Maana kifo, ndugu zangu, kinakuja kwa sura tofauti. Ndio Allah amezungumza katika siyaki ya Qur'ani. Ukisoma Qur'ani utaona hata jinsi gani Allah anaapia, wanaziati gharqa wanashitati nashta. Je, hawa malaika wakati wananitoa roho yangu, mimi nitakuwa kwenye hali ya namna gani? Ikiwa Allah ataniridhia, nitakuwa miongoni mwa wale ambao wamepata wepesi wa kutolewa roho yangu, kama vile hadithi ya Bara ibn Azib iliyopokelewa na Imamu Ahmad, jinsi ambavyo mwanadamu anavotoka kwenye marhala ya ulimwengu anakwenda kwenye marhala ya maisha ya barzakh, roho yake inatolewa katika hali gani? Sasa Ibrahimu Taimi kila anavyofikiria wakati ule malakul mauti anakuja kumtoa roho yake, ile ladha ya maisha ya ulimwengu na starehe zake, anasema zote zinapotea. Lakini la pili anasema waluqufu baina yadayhi subhanahu, nikikumbuka kusimama kwenye mahkama ya Allah, mahkama ya Allah itakuwa kwenye hali ya namna gani siku hiyo? Laisa bainahu wa bainahu tarjumani, hakutokuwa na mkalimani siku hiyo, ni wewe unakabiliana na Allah. Anasema nikikumbuka hali ile, na kuna mizani ambayo Allah alikuwa ameiweka ya matendo ya kupima mema na mabaya, mimi starehe ya ulimwengu itakuwa ipi? Ladha ya maisha itakuwa yapi? Leo ndugu zangu, tunaishi kwa sababu ya kutokumbuka mauti, kutokumbuka wasia wa Jibril
kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana tunaishi, lakini anaishi mwanadamu anavyotaka yeye. Kama Muislamu atakumbuka kwamba ipo siku ambayo malakul mauti anakuja kumtoa roho yake, wallahi hataweza kukubali kumdhulumu mtu kwa nafasi aliopewa na Mola wake. Anajua maisha ya ulimwengu ni ya kupita tu. Vipi anaweza akamdhulumu mtu kwa uwezo aliokuwa amempa Mola wake, pindi akikumbuka kwamba malakul mauti yupo na anakuja kumtoa roho yake? Kweli vifo vipo na tunajua, lakini mazingatio gani ambayo tuliokuwa nayo ya kujua kwamba ipo siku ambayo mimi au wewe tabeba kwenye mashingo ya watu kupelekwa kwenda kustiriwa katika maisha ambayo tunaenda ya maisha ya barzakh? Hali gani tutakayokuwa nayo? Kwa hiyo Mtume alivyoambiwa na Jibril, aish ma shi'ta fa innaka mayit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqa, na kipende kile ambacho unachokipenda, lakini ipo siku utakuja kutengana. Maneno haya ndugu zangu utaona ni mepesi, lakini mimi na wewe leo tuko tayari kudhulumu, kuua, kufanya kila aina ya jambo kwa sababu ya vipenzi vyetu, kwa sababu ya vipenzi vyetu. Lakini kwa yule ambaye Allah amempa ilham, akajua ulimwengu si lolote si chochote, lazima awe mwenye mazingatio, kwa sababu dunia hii wale ambao tunaowapenda, tukikumbuka kauli yake Allah, wa kullum atihi yawma alqiyamati farda, sote tutaelekea kwa Allah, kila mmoja peke yake. Huendi na baba wala mama wala shangazi wala mjomba wala mke wala mume wala mtoto, tutaingia kwenye kaburi kila mmoja peke yake. Vile vyote tulivyokuwa tunavipenda tutaviacha nyuma ya mashingo yetu. Wako wangapi ambao leo Allah ametupa mifano tuliokuwa tunawapenda, pengine mali, mke, watoto, kadha wa kadha wa kadha, lakini vyote tumeviacha, tumekwenda kwa Allah na shuka tatu za sanda peke yake, peke yake. Allah anatupa mifano ndani ya Qur'ani, msafu ambao tunausoma kila wakati, unatuelezea vipenzi vyetu, mali, kadha wa kadha wa kadha, vyote havina thamani isipokuwa ni amali iliyokuwa njema, ndio rafiki wa kweli unaondoka naye katika maisha ya ulimwengu. Allah anatupa mifano, kam taraku min jannatin wa uyun. Wako wangapi unawajua wewe na wajua mimi, tunaishi nao, ambao wengine tunawasoma katika historia mbalimbali, tunawasikia, tulikuwa tunawaona, tunawajua, au tumewasoma katika vitabu na historia mbalimbali. Kam taraku min jannatin wa uyun, waliviacha vitu gani? Waliacha mabustani, mito, waliviacha, walikuwa wanavipenda, ndio starehe zao. Starehe ya mtu mashamba, ana shamba analipenda, analima, mabustani mazuri tu ndio uchumi wake, ndio starehe yake. Lakini aliviacha, aliacha swimming pool, akaacha mito, bahari. Unaona leo sisi, leo unaona ukiangalia bahari hivi, alhamdulillah, unaoidhika moyo wako. Kuna watu mwaka mzima anaandaa budget, pengine miaka miwili, anakatwa mshahara, anataka kwenda sehemu, kwenda kutembea sehemu yenye bahari au ni ufukwe kadha wa kadha. Hata sisi watu wa bara huko, mimi kwetu Mwanza huko, ulione bahari mpaka usafiri uone ladha. Mwingine tunapenda angalau kuogelea alfajiri, nona raha, bahari nzuri. Kwa kuna watu walikuwa na starehe hizo, lakini waliacha.
kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Waliacha kila aina ya vyakula, aina ya matunda, ndio ilikuwa starehe yao. Vyakula fulani, matunda walikuwa wanapenda kula, walipenda aina ya matunda, vyakula na kadhalika. Wa maqamin karim, majumba kasri. Unakwenda katika watu, unaangalia nyumba, unaomba hii ndio White House, hii ndio ikulu. Wakwambia ikulu wapi bwana, hii ni nyumba ya fulani. Tena acha hii mbona ndogo, kuna nyingine na nyingine, nyumba kweli kweli. Wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha faqihin, waliacha vyeo vya kila namna vya ulimwengu waliviacha, bali kila aina ya neema ambayo walikuwa wanaifurahia. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqahu, vile alivyokuwa anavipenda anavifurahia, ima mali, vyeo, mke, watoto, mashamba, mabustani na gharama zote za ulimwengu ambazo alikuwa anazifurahia. Lakini Allah anasemaje? Kadhalika awrathnaha qauman akharin, hivyo wanakuja kuvirithi watu wengine kabisa. Pengine yule ambaye wewe ulikuwa hata salamu hutaki kumpa, ndio anakuja kuvua nguo kuja kukuosha wewe. Pengine yule ambaye wewe ulikuwa unamuona hafai, hana thamani, hana kima kwako, ndio yule ambaye siku unakata roho yako, watu wanaambiana fulani amefariki, wanaondoka watu, yule ambaye alikuwa hasogei mlangoni ndio anakuja kukaa kwenye sofa ambao wewe ulikuwa unakalia pale. Ndio maisha ni haya ya kwetu. Lakini pengine huyo ndugu yangu katika imani, mirathi inagaiwa. Pengine mwanamke anapata 1/8 katika thumni yake, kapata nyumba. Huyo mwanamke ambaye alikuwa ni mke wake huyu aliyefariki, yule ambaye ulikuwa upendi kumpa salamu, ndiye huyo anakuja kumuoa mke wako, na ndiye huyo anakuja kulala kwenye kitanda ambacho wewe ulikuwa unacholalia. Si haramu, ni haki yake, ni thumni yake. Lakini ukitaka kuangalia maisha haya ya ulimwengu, huwezi kuwa na kibri, lazima ujiandae kwa safari ya kuelekea kwa Allah. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqa, lakini wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi, fanya vile ambavyo wewe unavyotaka kufanya katika ardhi hii. Nenda huku, fanya unavyoweza kufanya wewe, lakini kwa Allah kuna mizani ambayo mizani hii inakusubiria wewe na mimi. Mizani hii iliyokuwa nzito, mizani adhim ambayo Allah ameisifia ndani ya Qur'an. la haula, katika sura al-Isra Allah asema tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama, fala tudhlamu nafsun shay'an wa in kana mithqalatin habatin khardal atayna biha. Allah ataweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama, hakutokuwa nafsi yoyote itakayokuwa imedhulumiwa. Hata lile jema au baya dogo kiasi cha tembe ndogo ya khardal, ataina biha, Allah ataileta. Wakafa bina hasibin, Allah anasema tatosha kuwa wenye kuhesabu kwa haraka, hakuna kuchelewesha. Allah ndio hakimu, Allah ndio kadhi na mbora wa